Justin Bieber aliripotiwa kuwa karibu kufilisika kifedha alipouza haki za nyimbo zake kwa dola milioni 200 miaka 2.5 iliyopita, kufuatia taarifa mpya kuhusu kuachana kwake na meneja wake wa zamani. Mwanamuziki huyu wa pop mwenye umri wa miaka 31 kwa sasa, ambaye hivi karibuni alihusishwa na uraibu wa matumizi ya madawa kulevya, aliripotiwa kuwa alipata kati ya dola milioni 500 hadi bilioni 1 kama mapato kwenye kevi yake yote ya muziki, lakini alitumia pesa hizo zote na kujikuta katika hali ngumu ya kifedha kabla ya kuchukua maamuzi ya kuuza haki zake za muziki kwa kampuni ya Hypnosis Songs Capital inayoungwa mkono na Blackstone, kwa mujibu wa TMZ. Vyanzo vya karibu na Justin Bieber vilidai kuwa alikuwa karibu kufilisika mwaka 2022 kiasi cha kulazimika kuuza haki za muziki wake mwishoni mwa mwaka huo. Watu karibu nao walidai meneja wake wa zamani Scott Brown alijaribu kumshauri ya kuwa halikuwa wazo zuri kuuza mapema kizo na angalau angesubiri hadi Januari mwaka 2023 ili apate punguzo la kodi, lakini msanii huyu yani Justin Bieber hakutaka kusubiri, hivyo aliuza mwezi Desemba 2022. DailyMail.com iliwasiliana na wawakilishi wa Bieber, lakini walikataa kutoa maoni. Justin bado anashikilia rekodi kwa msanii mwenye umri mdogo zaidi kwa kuuza mkusanyiko wa nyimbo zake, yani haki miliki, kwa kiasi hicho cha dola milioni 200 sawa na bilioni 539. Inakadiriwa kuwa ana utajiri wa dola milioni 300 kulingana na Celebrity Net Worth, huku mkewe Hailey Bieber akiwa na utajiri wa dola milioni 200. Ni jambo la kuvutia kwamba mwezi uliopita ilipotiwa pia kuwa Hailey Bieber anafikiria kuiuza kampuni yake ya Vipodozi Road kwa dola bilioni 1 baada ya kuanzisha karibu miaka 3 iliyopita. Alianzisha kampuni hii mwaka 2022 mwezi Juni. Mrembo huyo mwenye umri wa miaka 28 kwa sasa, ambaye mashabiki wameonyesha wasiwasi kuhusu ndoa yake na Justin Bieber, huuza bidhaa za vipodozi na urembo kupitia kampuni hiyo. Mrembo huyo tayari amewajiri JP Morgan na benki ya kimataifa ya uwekezaji ya Morris ili kumsaidia kutafuta chaguo la mauzo linalokadiriwa kufikia thamani ya dola bilioni 1, na hii ni kwa mujibu wa chanzo kilichoeleza WWD mwezi uliopita. Tangu ilipozinduliwa kampuni hiyo, mauzo road yanakadiriwa kufikia dola milioni 200. Hata hivyo, kupata mnunuzi kunaweza kuwa changamoto kwa sababu bidhaa hiyo inapatikana tu mitandaoni, ingawa kuna mazungumzo ya kampuni kushirikiana na muuzaji wa rejareja siku zijazo. Mtu mmoja wa ndani alisema wanahofia hatari sana, hasa katika mazingira ya sasa. Soko halieleweki sana kwa sasa kuweza kutoa kiasi kikubwa cha fedha kama hicho. Kulingana na ripoti hiyo, baadhi ya wanunuzi wana wasiwasi kuhusu kununua chapa inayohusishwa na mtu maarufu mmoja tu na inauzwa na mtu mmoja pekee, yani haina ubia. Hii hapa ni SNS Management.